Mungu anakupigania. Yoshua akawateka wafalme wa hawa wote na nchi yao kwa wakati mmoja, kwa sababu Bwana Elohimu wa Israeli alipigana kwa ajili ya Israeli. Kuelewa vita vilivyosababisha Israeli kumiliki nchi ya Kanaani si jambo rahisi. Kama vile Elohim hakukusudia kuwepo kwa dhambi, wala hakukusudia kuwepo kwa vita. Kwa nini watu wengi walikufa? Je, vita hivyo vinaweza kuchukuliwa kuwa vitakatifu? Ili kuelewa shida hii, lazima tuchunguze dhana ya vita kibiblia na maadili yaliyo hatarini wakati huo muhimu katika historia. Swala la uovu, swala la haki. Dhana ya vita kibiblia imeharibiwa na chaguo la wenyewe. Tafuta amani. Swala la uovu katika kizazi cha ni wasa wako watarudi hapa, kwa sababu dhambi ya Waamori bado haijafikia kipimo chake kamili. Uvumbuzi wa mambo ya kale umefunua kwamba dini ya Kanaani ilikuwa hasa kile Biblia inasema: uchawi, uaguzi, mawasiliano na wafu, uchawi na dhabihu ya watoto. Kwa hili lazima kuongezwe ibada ya ukahaba mtakatifu, ambayo haihusiani sana na utakatifu iliyofanywa na makuhani na wasasiti wa makuhani. Ingawa mazoea haya tayari yalikuwa ya kawaida wakati wa Ibrahimu, Elohim aliwapa zaidi ya miaka 400 kurekebisha tabia zao. Mwishowe, ibada hizi potovu ambazo zilipunguza maadili ya watu na kukosa kila aina ya maovu zililazimika kukomeshwa. Kuangamizwa wa Kanaani kuongezwa angalau kwa muda uharibifu wa maadili wa ubinadamu. Swala la haki. Elohim ni mwamuzi mwenye haki. Elohim anayeonyesha ghadhabu yake kila siku. Asipotubu ataunoa, upanga wake atavunja na kupinda upendo wake. Upendo na haki ni misingi wa tabia ya Elohim. Hii inamfanya kuwa mwamuzi mwenye haki na asiye na upendeleo, ambaye anaahirisha adhabu ili mwenye dhambi aweze kuongoka, lakini ambaye hataumvumilia ovu milele. Vita vya kushinda Kanaani havikupinganwa kwa sababu za kimababu, bali kwa amri ya Elohim kutekeleza adhabu ambayo wakazi wake waovu walistahili. Tamaa ya Elohim ilikuwa kuanzisha serikali ya haki katika eneo hilo, ambayo ingekuwa mfano kwa mataifa yote, kuwahamasisha kuinua dhana zao za maadili ya hivyo kufikia hali ya amani na haki ulimwenguni kote. Kama shujaa na mwamuzi, Elohim amejitolea kutekeleza, kutimiza na kudumisha utawala wa sheria ambao ni onyesho la tabia yake. Dhana ya vita kibiblia. Lakini uwe na hakika leo kwamba Bwana Mungu Elohim wako ndiye atakayevuka mbele yako kama moto uteketezao. Atawaangamiza, atawatiisha mbele yako, nawe utawapasuka na kuangamiza pesi, kama Bwana alivyokuahidi. Kibiblia vita vinapaswa kuwa hata kwa hali maalum na vita vilifanuliwa na Elohim mwenyewe. Hizi ndizo sheria zilizotawala vita zilizoidhinishwa na Elohim. Jeshi la kitaamla halikuruhusiwa. Askari hawakulipwa na wakati mwingi hawakuweza hata kuchukua nyara. Vita viliruhusiwa tu kwa ajili ya kuteka au kutetea nchi ya ahadi. Wakati huo wa kihistoria waliongozwa na manabii walioongozwa na Elohim, kama vile Musa au Yoshua. Maandalizi ya kiroho yalihitajika kabla ya vita. Mwisraeli yeyote ambaye hakufuata sheria za vita alichukuliwa kama adui. Mara nyingi Elohim aliingilia kati moja kwa moja katika vita.
imeharibiwa na chaguo la wenyewe. Basi Yoshua akatiisha nchi yote pamoja na nchi ya vilima na Negebu na vilima vya magharibi na milima mirefu pamoja na wafalme wao wote, hakumwacha aliyenusurika. Aliwaangamiza kabisa wote waliopomoa kama Bwana Elohim wa Israeli alivyowaamuru. Eneo lote la Kanaani lilitangazwa kuwa laana, yaani liliyowekwa wakfu kwa uharibifu. Kila kiumbe kilicho hai kilipaswa kufa, walakini kulikuwa na ubaguzi. Wale waliokusudiwa kuangamizwa ambao walimtii Elohim wangeweza kuishi kwa mfano Rahabu. Waisraeli ambao hawakumtii Elohim walipaswa kuwa mfano Akani mbele ya Elohim. Wakanaani na Waisraeli walionwa sawa bila upendeleo tofauti. Ilikuwa kwamba wengine walichagua kuendelea katika uasi wao dhidi ya Elohim, wakati wengine walichagua kumtii. Sasa uamuzi bado ni wetu. Yeshua atakapokuja tutaokolewa au kuangamizwa na uchaguzi wetu wenyewe. Tafuta amani. Nitafanya amani liweli wako na ustawi mtawa wako. Yeshua anaitwa mfalme wa amani. Alikuja kuleta amani, naye atatawala kwa amani. Lakini mpaka ufalme wake wa amani utakapokuwa halisi, utabaki katika eneo lenye vita, tukisema katika mzozo wa ulimwengu kati ya mema na mabaya. Wakati jeshi la Syria lilipozingira Dotani kumkamata nabii Elisha, hakumuomba Elohim kwamba jeshi la mbinguni lilisumgoka liwaangamizi Washami. Badala yake aliomba kuongoza jeshi la Syria lililopofusha kwenda Samaria, ili mara tu alipofika aweze kuleta amani kati ya mataifa mawili yanayopigana. Huu ndio mfano ambao Yeshua alitufundisha: kutafuta amani kila wakati katika vita, kushinda uovu kwa wema. Uharibifu kabisa wa watu wa Yeriko ulikuwa tu utimilifu wa amri zilizotolewa hapo awali kupitia Musa kuhusu wenyeji wa Kanaani. Kwa wengi amri hizi zinaonekana kwa kuwa kinyume na roho ya upendo na rehema iliyoamriwa katika sehemu zingine za Biblia, lakini kwa kweli zilikuwa amri za hekima na wema usio na kipimo. Elohim alikuwa karibu kuonyesha Israeli huko Kanaani kukusa kati ya taifa na serikali ambayo inapaswa kuwa udhihirisho wa ufalme wake duniani. Hawakupaswa tu kuwa urithi wa dini ya kweli, bali pia kusambaza kanuni za kiulimwenguni kote. Wakanaani walikuwa wamejachilia kwa upagani mchafu na unaotufisha zaidi, na ilikuwa muhimu kwamba nchi iondolewe kwa kile ambacho hakika kingezuia utimilifu wa makusudi ya neema ya Elohim.